Kuna watu wawili ambao wamezaliwa katika tumbo moja na wanaitana ndugu, lakini hata siku moja undugu wao hauonekani. Ni kama vile giza na mwanga. Ndugu zangu, katika tafakari ya siku hii ya leo tarehe 21 mwezi wa 7, Injili ya Mathayo ile sura ya 12 aya 46 hadi 50, kuna kisa cha kushangaza sana. Bwana Yesu anaendewa na baadhi ya watu akiwa anafundisha. Na wale watu wanampa taarifa kwamba mama na ndugu zake wanamtafuta, wako nje wanamsubiri. Yesu anawajibu ni kama vile ungeweza kusema kwamba aliwajibu kwa kiburi. Aliwajibu kwamba mama na ndugu zangu ni wale wanaolisikia neno la Mungu na kulishika. Ndugu zangu wapendwa, Yesu ana maana gani katika hilo? Ni namna gani sisi tunaweza kuwa ndugu kweli wa Yesu, ndugu wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo? Je, tunakuwa ndugu kwa kubabatizo wetu peke yake, au tunakuwa ndugu kutokana na kwamba tunamsikiliza na kushika kile ambacho anatufundisha? Ndugu zangu wapendwa, kuna ile hali ya kuwa ndugu, lakini pia kushirikiana na ndugu katika kusaidiana katika shida na raha, lakini pia kuinuana, lakini pia kutambuana na kila mmoja kuwajibika katika nafasi yake kama mwanafamilia. Leo Yesu anazungumza juu ya wajibu huo, kwamba kuwa ndugu yake au kuwa mama yake, kaka yake au dada yake ni zaidi ya undugu wa damu, ni zaidi ya kuzaliwa katika tumbo moja la ubatizo. Hapa leo tunazungumza habari ya kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu, lakini pia kulishika. Hicho ndicho kinampatia mtu ile hadhi ya kuwa ndugu wa kweli wa Yesu. Na swali ambalo tunajitafakari siku ya leo ni kwamba mimi na wewe, je, sisi ni ndugu wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo? Mambo matatu tu ndugu zangu wapendwa. Jambo la kwanza, ndugu wa kweli wa Yesu anamsikiliza Mungu. Msikiliza Mungu. Kabla hujafanya uamuzi wowote, hebu jaribu kufikiria au pengine kutafuta au pengine kuweza kung'amua kwamba wazo langu hili linaendana na neno la Mwenyezi Mungu katika maandiko matakatifu. Kama liendani, basi huenda ukawa unafanya tu wewe mwenyewe kama wewe. Ufanye kama ndugu wa Yesu. Maamuzi yote unayofanya yaendane pia na maandiko matakatifu. Lakini pia sikiliza dhamiri yako. Dhamiri ni sauti ya Mungu ambayo inazungumza ndani ya moyo wa mtu. Dhamiri ni Mungu anazungumza nasi kupitia mioyo yetu. Tunaposikiliza dhamiri zetu, basi tunakuwa tumemsikiliza Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini pia jambo jingine ni kwamba tunaposikiliza mapenzi yale Mwenyezi Mungu, tunajiuliza kwamba hiki ambacho tunatamani kukifanya, je, Yesu atakipenda? Je, Mungu atakipenda? Je, kwa ni Yesu angefanya hivyo? Kufanya hivyo basi tunakuwa tunamwiga Kristo, na kwa kweli hapo tunakuwa ni ndugu zake wa kweli wa kumsikiliza. Lakini jambo la pili ni kwamba tunapaswa kutenda kile ambacho Mungu anatuambia katika maisha yetu. Yako maagizo mengi sana ambayo Mwenyezi Mungu ametuelekeza katika maisha yetu ya Ukristo. Na hata wakati mwingine inaweza kuwa ni magumu. Inaweza kuwa ni kuachilia msamaha pale ambapo unapaswa kuachilia msamaha, lakini kwako inakuwa ni vigumu. Inakuwa ni maamuzi magumu sana, lakini ndivyo ambavyo Yesu anasema tutadumisha undugu pamoja naye. Lazima tusamehe, kuachilia. Na pengine unapaswa kuachana na rushwa, kukataa rushwa. Hata kama watu wote wanafanya hivyo, lakini wewe utakaofanya tofauti, basi utakuwa umeiga mfano wa Kristo ambaye ni ndugu yako, na utakuwa umeshika kile ambacho anakufundisha wewe, watu wa haki. Heri wale wenye kiu na njaa ya kutenda yaliyo haki, maana hao basi watashibishwa. Lakini pia katika hilo tunaona wakati mwingine tunapaswa kufanya maamuzi magumu ya maisha. Maamuzi magumu ya maisha, pengine kukataa dhambi na maisha ambayo hampendezi Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine tunatakiwa kufuata taratibu ambazo zipo hata kama haziendani na ratiba zetu, lakini tujue kwa kufanya tu vile tayari tumejiingiza katika ndugu wa Yesu. Sasa jambo la tatu kwamba ndugu zangu wapendwa, maisha yetu ya Kikristo yanategemeana sana neema za Mwenyezi Mungu. Tunakuwa ndugu kamili wa Yesu pale ambapo tunatafuta neema za Kristo. Neema za Kristo. Na hata wakati mwingine Yesu mwenyewe anasema, aulai mwili wangu na kuinywa damu yangu kaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Tunavyoinywa damu ya Mungu ndugu zangu, tunavyoula mwili wa Yesu, tunashirikishwa kwa karibu zaidi ule undugu na Bwana wetu Yesu Kristo. Tunashirikishwa Mungu, anatumiminia Mungu, na sisi pia tunamkabidhi ubinadamu wetu. Na hapo tunakuwa ni ndugu wa kweli wa Mwenyezi Mungu.
Kwa ndugu zangu wapendwa, tunapotafuta neema kupitia maisha ya sakramenti, maisha ya kusali, tengeneza mahusiano ya karibu na Mungu kwa njia ya kusali. Lakini pia kwa njia hiyo ya maisha ya sakramenti, basi tutatengeneza na kudumisha ule undugu wa kweli ambao Mungu anatamani tuishi. Hayo ni mambo matatu ambayo tumetamani kuyatafakari siku hii ya leo. Yesu anapozungumza habari ya kuwa ndugu yake wa kweli, kaka yake wa kweli, dada yake wa kweli, mama yake wa kweli, basi ni hayo mambo ambayo tunayazungumza. Lakini kwa namna ya pekee, watu wengi pia wanaweza kufikiri labda wale alimdharau mama yake kule nje, mama yake alikuwa anamuulizia. Hakumdharau Bikira Maria, alimuinua Bikira Maria zaidi. Kwa sababu undugu umepata tafsiri mpya. Undugu hauishii tu kuzaliwa au kuwa na mahusiano ya kidamu au uhusiano wa kidamu. Undugu ni zaidi ya hapo. Kuna mahusiano haya ya kidamu, lakini pia unaongezeka zaidi hadhi kwa kutekeleza kile ambacho tunapaswa kufanya wewe kama ndugu. Sasa kama sisi ni ndugu wa Yesu, ubatizo tumezaliwa katika tumbo moja na maji ya ubatizo, basi haitoshi tu kwa hapo. Tunapaswa pia kutekeleza ule wajibu wa Kristo na kuishi ile nidhamu ya Kristo. Yaani kwa kumsikiliza Mungu katika neno lake, lakini pia kutekeleza yale ambayo Mungu ameagiza hata kama ni magumu. La mwisho, kutafuta neema zake, maisha ya sala na maisha ya sakramenti. Usiache kusubscribe, kulike na kushare katika Habari Njema Channel ili uendelee kuwa wa kwanza kupokea habari mpya zitakazokuja siku za usoni. Tafadhali acha comment yako hapo chini. Je, unafikiri Yesu alimdharau mama yake kwa kumwambia kwamba mama na ndugu zangu ni wale wanaoshika amri za Mungu, wanaosikia neno la Mungu na kulishika? Hebu acha comment yako hapo chini. Nakutakia wakati mwema. Kubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nakuomba pia uache katika comments hapo chini, wewe unafikiri ni dalili zipi ambazo mtu atazionyesha ya kwamba yeye ni ndugu wa kweli wa Yesu. Kuna dalili pengine kama 3, 4 na kuendelea. Labda nikusaidie. Dalili ya kwanza kwamba wewe ni ndugu wa kweli wa Yesu, kwanza unamwamini. Lakini pia dalili ya pili, pengine unafanya mawasiliano na yeye, communication, mawasiliano ya kindugu, basi yanaonyesha kweli mimi na huyu na undugu. Je, unafikiri dalili nyingine ambayo itakutambulisha kwamba wewe ni ndugu wa Yesu ni? Naomba uache katika comments yako.